بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ويأتي حينئذ حكم مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، هل يقال له مسلم أو يقال له مؤمن أو لا يقال مسلم ولا مؤمن. Asema inakuja hapo hukumu ya mwenye kufanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa ambayo ni chini ya ushirikina. Je, anaitwa huyo mwenye kufanya dhambi kubwa anaitwa ni Muislamu au anaitwa ni mu'min? Kutokana na kauli ile ya maulama, innal islama wal imana idha dhukira jami'an iftaraqa fil ma'na fayufassaru al islamu bikadha wa yufassaru al imanu bikadha. Kwa kauli hii, je, yule Muislamu mwenye kufanya dhambi kubwa ambao ni chini ya ushirikina anaitwa ni muslim au anaitwa ni mu'min au haitwi muslim wala mu'min? Ahlus sunnah wal jamaa wal madhhab al haqq anna murtakib al kabira التي دون الشرك يقال له مؤمن لكنه ناقص الإيمان. أهل السنة والجماعة na watu wa madhehebu ya haki ni kwamba mwenye kufanya dhambi kubwa ambayo ni chini ya ushirikina anaitwa mu'min, lakini mpungufu wa imani. Yuqalu lahu mu'min lakinnahu naqisul iman, anaitwa ni mu'min mpungufu wa imani. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasiya, kama dallat ala dhalika aladilla, kama zilivyofahamisha hilo dalili nyingi. Qala ta'ala: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Waumini ni wale ambao anapotajwa Allah wajilat qulubuhum, huogopa nyoyo zao. Wa idha tuliyat alaihim ayatu, na wanaposomewa aya zake, zadatuhum imanan, aya hizo huwazidisha imani. Fadalla ala anna al-imana yazidu. Hii kauli hii ya Allah inafahamisha kwamba imani inazidi, walaysa huwa shay'an wahidan, si kitu kimoja kwamba hakizidi wala hakipungui. Imani inazidi kwa kufanya taa na hupungua kwa maasiya. Waqala ta'ala: wayazdada alladhina amanu imana, na huzidisha wale walioamini, huzidisha kuamini. Waqala: wayazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, Allah huwazidishia wale wenye uongofu akawazidishia huda, muongozo. Kwa dalili hizi, fal imanu yazidu bittaat wa yanqusu bil maasi, imani inazidi kwa taa na hupungua kwa maasiya. Hatta yasila ila mithqali dharra, hupungua kwa maasiya mpaka hufikia wizani wa dharra, kitu kidogo. Hupungua imani mpaka inafikia wizani wa kitu kidogo imani, kwa sababu ya kufanya maasi ya mtu. Kama fi hadithi al-amri bil ma'ruf والنهي عن المنكر قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. asipoweza kufanya da'wa au kuamrisha mema na kukataza maovu, asipoweza kwa ulimi wake, kwa mkono wake, basi fabiqalbihi, ni kwa moyo wake achukie munkar. Wadhalika adhafu al-iman, na hiyo ni upungufu mkubwa wa imani. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisanihi fa in lam yastati' fabiqalbihi wadhalika adhafu al-iman.
قال فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا. hadithi hii ya mtume inafahamisha kwamba imani inakuwa dhaifu na inakuwa qawi na inakuwa na nguvu, kwamba mtu anapoondosha munkar kwa mkono wake imani yake ni ya nguvu, anapoondosha munkar kwa ulimi wake imani yake ni ya nguvu. Lakini asipoweza hayo mawili akaondosha kuondosha hata kwa moyo wake, yani akaondosha kwa moyo wake kuchukia ule munkar, huo ndio udhaifu mkubwa wa imani. idhan fadalla ala anna al-imana yakunu dhaifa wa yakunu qawiya. وفي الحديث أيضا الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إيماني نزيد يسهم 70 أو زيد يسهم 60. أفضلها قول لا إله إلا الله، بورا يسهم هيزو نكسم لا إله إلا الله. وأدناها ندرجة يتيني يهيزو 70 شعبة إماطة الأذى عن الطريق، لكوندوشا uchafu katika njia. والحياء شعبة من الإيمان، نحيا نسهم katika iman. فدل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. hadithi hii pia inafahamisha kwamba imani ina ya juu, daraja ya juu, na pia ina daraja ya chini. Hiyo ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna kwamba imani inazidi kwa taa na inapungua kwa maasi. Bikhilafi al-murji'a, kinyume cha murji'a, moja katika vikundi vilivyopotea, fa innahum yaqulun al-imanu la yazidu wala yanqusu wa huwa shay'un wahid. Murji'a wanasema imani haizidi wala haipungui, imani ni kitu kimoja. La tadkhulu fihi al-a'mal, amali haiziingii katika imani. Hii ni itikadi potofu ya hao murji'a, wanasema imani haizidi wala haipungui, imani ni kitu kidogo kimoja tu, amal haingii katika masala ya imani. Qala wa inna ma huwa fil qalbi faqat, imani iko moyoni tu. Fahadha qaulun batilun bila shakki, hii ni kauli batil bila shaka yoyote. Liannahu bikhilafi al-adilla, sababu kauli hii ya murji'a ni kinyume cha dalili za Qur'ani, ni kinyume cha dalili za Sunna. Kwa kauli yao ni batil, haina dalili yoyote. Asema imani haipungui hata ukifanya maasi gani, imani yako iko pale pale, kama imani ya Abu Bakr as-Siddiq. Hata ukifanya maasi gani imani haipungui. Hasa ni kauli ambayo haina mashiko yoyote, haitegemewi, haina msingi wowote hata kwa kiakili. Kauli yao hata kwa kiakili ni kauli ya batil. وعلى العكس الخوارج، na kinyume cha murji'a ni khawarij. فإنهم يقولون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك كافر ليس عنده إيمان. Khawarij nao wanasema mwenye kufanya dhambi kubwa ambao ni chini ya ushirikina ni kafiri ambaye hana imani yoyote. fayaslubuna al-imana bilkulliya, fayaslubunahu al-imana bilkulliya, wanamtolea, wanaitoa imani yote kwa mtu huyo mwenye kufanya dhambi kubwa. Hawa ni makhawarij. والخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين جرى أمر المحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Mtume anasema makhawariji hawa, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, mmoja wenu anadharau sala yake
pamoja na sala zao, na pia anadharau saumu yake pamoja na saumu zao. Wanasali sala kamili, saumu kamili, lakini yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, wanatoka katika dini kama vile chembe kinachotoka katika uta wake hawa makhawariji. Kwa khawariji nao itikadi yao ni kwamba mwenye kufanya dhambi kubwa ni kafiri, hana imani yote. ويجعلونه كافرا ومخلدا في النار والعياذ بالله. makhawariji wanamjalia mwenye kufanya dhambi kubwa ni kafiri, tena mwenye kukaa milele motoni, waliyadhu billah. fahaulai yaslubuna lahu al-imana nihaiyan, hawa nao wanamtolea na kumnyang'anya imani yote. walmurji'a yu'tunahu al-imana kamilan. Kwa khawariji wa kinyume cha murji'a wanampa imani kamili. Mwenye kufanya dhambi kubwa imani yake ni kamili, haipungui. Hata akifanya dhambi kubwa gani, imani yake ni kamili. Hata asiposali na huku afanya maasi, hasali na afanya maasi, sababu wao amali kwao hazimo katika imani. Lakini hawa khawariji nao wako kinyume cha hawa murji'a. Khawariji nao wanamtolea imani yote, hana imani yoyote, ni kafiri mwenye kufanya dhambi kubwa yoyote. Idhan hadha tanaqudun bainahum, hii ni kupingana baina ya murji'a na hawa khawariji. amma ahlul haqqi wa ahlul madhhabi sahih fa innahum yaqulun innal imana yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Lakini watu wa haki, watu wa madhehebu sahihi, wao wanasema imani inazidi kwa kufanya taa na hupungua kwa kufanya maasiya. Walaysa imanu nasi ala haddin sawa, na hazikuwa imani za watu ziko sawa sawa. Sio kwamba imani zote za watu wote iko sawa sawa imani yao, la. faminhum man huwa mu'minun kamilul iman wa minhum man huwa mu'minun naqisul iman. Kuna katika waislamu ambao imani zao ni kamili, na kuna katika waislamu ambao ni wapungufu wa imani. والمعتزلة جاءوا بطريقة جديدة. معتزلة nao wameleta njia mpya. Mu'tazila moja katika vikundi vilivyopotea, ja'u bitariqatin jadida, hao nao wameleta njia mpya. faqalu la naqulu inna murtakibal kabira mu'minun wa la naqulu innahu kafir. Mu'tazila wanasema hatusemi mwenye kufanya dhambi kubwa ni mu'min, wala hatusemi ni kafiri, bal huwa fi manzilatin baina almanzilatayn, bali hiyo katika manzila, daraja iliyo baina ya daraja mbili, iliyo daraja ya Uislamu na uimani. Mu'minun kafir, si mu'min wala si kafiri, yuko baina yao, baina ya Muislamu na kafiri. Hawa ni Mu'tazila. فمن أصول مذهبهم المنزلة بين المنزلتين. katika misingi ya madhehebu ya Mu'tazila, manzila hii, daraja hii iliyo baina ya daraja mbili, daraja ya ukafiri na iman. amma idha mata wa lam yatub fahum mithlul khawarij. ama akifa mwenye kufanya dhambi kubwa na hajatubia na dhambi yake hiyo, Mu'tazila ni kama makhawarij. yaquluna mukhalladun finnar, wanasema mwenye kufanya dhambi kubwa ni mwenye kuwekwa milele motoni. fayajtami'una ma'al khawarij fi 'uqubatihi fil akhirah, wanakusanyika hawa Mu'tazila na makhawarij katika adhabu yake huyo murtakibul kabira huko akhira. wa annahu mukhalladun finnar, na kwamba yeye ni mwenye kuwekwa motoni milele. ya khawarij na Mu'tazila wanawafikiana katika hukumu hii. wa amma fi dunya, ama hapa duniani, fa ahdathu lahum madhhaban laysa huwa madhhab ahli sunnah wal jamaa. ama hapa duniani wamezusha madhehebu mengine ambayo si madhehebu ya ahli sunnah wal jamaa. walaysa huwa madhhab al khawarij, si madhehebu ya makhawarij. walaysa huwa madhhab al murji'ati aidha, wa si madhehebu ya murji'a pia. fayaqulun, wanasema Mu'tazila, huwa laysa bimu'minin wala kafir,
mwenye kufanya dhambi kubwa si mu'min, si muislamu wala si kafiri. Hal hunaka man laysa bimu'minin wala kafir? Je, kuna mtu ambaye si muislamu wala si kafiri? Yumkinu hadha fil majnuni was-saghir, sema hii inawezekana kwa mwenda wazimu na mtoto. Amma al-baligh al-aqil fa imma an yakuna mu'minan wa imma an yakuna kafira. Sema Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, baligh, mtu baligh mwenye akili, ima awe mu'min na ima awe kafiri, ima awe ni muislamu au kafiri. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن, yeye ndiye aliyekuumbeni nyinyi, kuna katika nyinyi kafiri na kuna katika nyinyi muislamu. Walam yaqul wa minkum man huwa laysa bikafirin wala bimumin. Allah hajasema kuna ambaye si kafiri wala si mumin, hajasema hivyo Allah. Fahadha qaulun mubtada'un wala asla lahu, hii ni kauli iliyozushwa, haina msingi wowote. Walakin hadha huwa dhalal, lakini hii ndiyo dhalal, ndiyo upotevu wenyewe. Faman taraka alhaqqa fa innahu yubtala bilmutanaqidat, mwenye kuacha haki anaonjwa na kupewa mtihani wa kujigonga gonga na kupingana pingana kauli zake. Wa yubtala bilbatil, na pia uonjwa kwa batil. Ukiacha haki moja kwa moja utafuata batil. Wa yahimu ala wajhihi min ghairi dalil, na anapotea ala wajhi, kwa njia yake hiyo bila dalili yoyote. Kwa Mu'tazila nao wana bid'a yao nyingine hiyo ya kusema kwa mwenye kufanya dhambi kubwa hapa duniani si muislamu wala si kafiri. Kauli yao hiyo nayo haina msingi wowote, ni kauli isiyo na maana yoyote. Fahadhihi umurun la budda min ma'rifatiha, hali mambo ambayo lazima kuyajua. Liannaha mahattul jidali wal kalami baina ahli sunnah wa baina mukhalifihim min ahli albid'ah alkhawarij walmurji'ah walmu'tazila wa ghairihim. Mambo haya ni lazima kuyajua kwa sababu ndiyo ndiyo asli ya mijadala na maneno baina ya ahli-sunna na baina ya wenye kuwakhalifu ahli-sunna katika watu wa bid'a ambao ni makhawarij na murji'a na mu'tazila na wengineo. Juzi katika haji, sufi mmoja kanarushia klipu yule mkubwa kiongozi wa maibadhi kule Oman amekwenda haji, akapokelewa na Sheikh Saleh Ali Sheikh, aliletea picha. Unaona huyu amempokea, nyinyi masalafi msingempokea. Sasa kumpokea ndio dalili, si ni siasa tu, si ni siasa kwamba watu wa kisiasa lazima wapokee wakubwa wa nchi. Ni mufti kule Omani, hata kama ni mu'tazili, ni jikhawariji kubwa mu'tazili lile, lakini kapokewa kwa kisiasa, sio kwa kidini, sio kwa kidini. Sasa wanasambaza visa hivyo esi kuwaponda masalafi. Angalieni huyo mwenzenu amempokea huyo mu'tazili mkubwa na khariji mkubwa, mufti wa Omani yule Al-Khalil. Haisaidii, sio dalili, sio dalili kupokelewa. قال الشيخ عودة إلى شرح الحديث, نرudi kwenye sherehe ya hadithi hii ya pili, hadithi ya Jibril. قال ثم إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان. Jibril alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم nielezee ihsan. والإحسان هو المرتبة العليا, ihsan ndiyo daraja ya juu kuliko iman na Islam. Al-ihsanu huwa al-martabatu al-ulya, ihsan ndiyo daraja ya juu. Wa maana al-ihsan itqanu shay'i wa itmamu, maana ihsan ni kukifanya kizuri, ni kulifanya vizuri jambo na kulikamilisha. Al-ihsan itqanu shay'i wa itmamu, ni kulifanya vizuri jambo na kulikamilisha. Qala ta'ala alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah, yeye ndiye ambaye amejifanya vizuri kila kitu kwa kukiumba. Kila kitu amekiumba na akakifanya vizuri.
وإحسان العمل إتمامه وإتقانه. إحسان العمل نككمليش عمله ونكيفanya kwa uzuri amali hiyo. وإحسان الصنعة إتمامه وإتقانها. ihsani ya kazi ni kuikamilisha kazi hiyo na kuifanya vizuri kazi hiyo. ولهذا يقولون أنت تحسن كذا أو لا تحسن، أنت تحسن كذا أو لا تحسن، وunaweza كذا أو huwezi. يعني هل تعرف هذا الشيء تماما أو أنك لا تعرفه؟ je unajua kitu hiki kwa ukamilifu au ukijui. والإحسان يكون بين العبد وبين ربه بعبادة الله وحده لا شريك له. hii ihsani inakuwa baina ya mtu na baina ya Mola wake kwa kumwabudu Allah peke yake, hana mshirika. ويكون الإحسان بين الناس، pia ihsani inakuwa baina ya watu bisadaqa, kwa kuwapa sadaka watu, wal ma'rufi, na kuwafanyia mambo mema, wa badhlil khair, na kutoa khairi pia ni ihsan, wa da'wati ila Allah, na kulingania kwa Allah, wa ta'limil ilmi nafi, na kufundisha elimu yenye manufaa. yote hii ni ihsan. Qala ta'ala wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, fanyeni ihsan, Allah anapenda wenye kufanya ihsan. Wa ihsanul amali itqanuhu, ihsanul amal ni kuifanya vizuri amali hiyo, bi an yakuna ala sunna, kwa kuwa amali hiyo iko juu ya sunna, wa laysa fihi bid'a, na haina bid'a, pia hiyo ni ihsan. Wa ihsanul amali itqanuhu bi an yakuna ala sunna, ni kuifanya vizuri amali hiyo kwa kuwa juu ya sunna, wa laysa fihi bid'a, na haina bid'a amali hiyo. Fa idha kana fil amali bid'a fa innahu laysa min ihsanil amal, ikiwa kuna bid'a katika amal, hisi katika ihsani ya amal. Qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, mwenye kufanya, mwenye kusalimisha uso wake kwa ajili ya Allah, wa huwa muhsin, na hali yeye ni muhsin. Qala sallallahu alayhi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya amal ambaye haipo katika dini yetu, amali hiyo itakataliwa, haikubaliwi. Wa qala wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lenye kuzushwa ni uzushi. Fa ihsanul amali ikhlasuhu lillahi azza wa jalla wa muwafaqatuhu lis-sunnah. Ihsanul amal ni kuitakasa amali hiyo kwa ajili ya Allah azza wa jalla, na amali hiyo kuwafik sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Walihadha qala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, faqawluhu aslama wajhahu lillah ay bitawhid wal ikhlas, ameusalimisha uso wake kwa ajili ya Allah, wa kumpokesha Allah na kufanya amali yake kwa ajili ya Allah. Wa huwa muhsinun ay muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, mwenye na hali ni mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yataqarrab ila Allah bil bid'i wal muhdathat, hajajiweka karibu kwa Allah kwa mambo ya uzushi na mambo yaliyozushwa. Kwa aya hii pia ni kuonesha masharti mawili ya kukubaliwa amal, al-ikhlas wal mutabaa. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, aslama wajhahu hadha huwa al-ikhlas wa at-tauhid, wa huwa muhsin ay muttabi'un lirrasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وفي هذا الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، na katika hadithi hii ihsan ni kumwabudu Allah kama unayemuona. Hadha huwa al-ihsan baina al-abdi wa baina rabbih, an ta'budu Allah ka'annaka tarah. Ihsani ni kumwabudu Allah kama unamuona. Hadha huwa al-ihsan baina al-abdi wa baina rabbih.
Hii ndiyo ihsan baina ya mtu na baina ya Mola wake, sababu ukimwabudu kama unavyomuona utamwabudu kwa khushu na khudhu na unyenyekevu wote katika ibada yako, sababu unamuona. أن تعبد الله موقنا به مؤمنا به تمام الإيمان حتى كأنك تراه ببصرك من شدة الإيمان. نكمعبد الله hali ya kuyakini katika moyo wako, mu'minan bihi, hali ya kumwamini ukamilifu wa imani, hatta kaannaka tarahu bibasrik, hata kama kwamba unamuona kwa macho yako, min shiddatil iman, kwa nguvu za imani ulizonazo. Qala lianna ash-shay'a alladhi yura la yushakku fihi, sababu kitu kinachoonekana hakitiliwi shaka. فعندما ترى الجدار لا تشك فيه, unapoona ukuta hutii shaka kwa ukuta huu. Au tara albaba la tashukku fihi abada, au unapoona mlango hutii shaka kwamba huu ni mlango au ni sahani ya kulia chakula, hutii shaka kwamba ule ni mlango sababu unauona. فالإحسان أن تعبد الله جل في علاه كأنك تشاهده بعينك. إحسان نكم عبد الله جل وعلا كما unayemuona kwa macho yako, min quwwati imanika wa yaqini, kutokana na nguvu za imani yako na uhakika wako kwamba huu ni Allah Mola wa viumbe vyote, na muabudu na namuona hapo yuko mbele yangu. Wa illa, vinginevyo kama humuoni, na hasa humuoni, fa inna Allah la yura fi hadhi dunya, Allah haonekani hapa duniani. Fa inna Allah la yura fi hadhi dunya, Allah haonekani hapa duniani. Lianna al-khalqa la yastati'una ru'yata Allah fi hadhi dunya, sababu watu viumbe hawawezi kumuona Allah hapa duniani. Wa innama yarahu almu'minuna yawma alqiyama fil janna, isipokuwa waumini watamuona Allah siku ya kiyama huko peponi. Idha a'tahumullahu quwwa yastati'una biha an yarau rabbahum, Allah akiwapa nguvu ambapo wataweza kwa nguvu hizo kumuona Mola wao. Allah subhanahu wa ta'ala atawapa waumini huko siku ya kiyama wamuone Mola wao peponi, huko awape nguvu za kumuona. Ama hapa Allah hampi mja wake yote kumuona Mola wake hapa duniani. Amma fi hadhi dunya fala ahada yara Allah muayana, ama hapa duniani hakuna yoyote atakayemuona Allah wazi wazi. Wa innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi kaannahu yushahiduhu, isipokuwa atamuona kwa moyo wake na imani yake na yaqini yake, kama anayemuona kwa macho, lakini anamuona moyoni. Hakuna anayeweza kumuona kwa macho. Vinginevyo angemuona Mtume sallam alipopelekwa mbinguni, angemuona Nabii Musa, lakini wote hawakumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao. Lihadha lamma sa'ala Musa alayhi salam qala rabbi arini anzur ilayk, qala Allah lahu lan tarani. Nabii Musa alayhi salam alipomuomba Mola wake, qala rabbi arini, Mola wangu nioneshe, anzur ilaik, nikuangalie. Qala Allahu lahu lan tarani, hutaniona, yani fi dunya, hapa duniani hutaniona, lan tarani. Lianna Musa alayhi salam la yastati'u ru'yata Allah fi hadhi dunya wala ahada yastati'u ru'yata Allah fi hadhi dunya. Nabii Musa alayhi salam hawezi kumuona Allah hapa duniani, na yoyote hawezi kumuona Allah hapa duniani, li'adhamatihi subhanahu wa ta'ala, wa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ihtajaba an ibadihi bin nur, yamejificha na waja wake kwa nur, yeye ni nur, huwezi kumuona Allah. Kama fil hadith, hijabuhu nuru, pazia lake ni nur.
fala ahada yara Allah fi hadhi dunya, kwa hiyo hakuna yote atakayemuona Allah hapa duniani. Wa inna ma dallatil adillatu fil kitabi was sunna ala anna almu'minin yukrimuhumullahu yawmal qiyamah, isipokuwa dalili katika Qur'ani na hadithi ni kwamba waumin Allah atawakirimu siku ya kiyama kwa kumuona. Siku ya kiyama atawakirimu waja wake waumin kwa kumuona. Fakama annahum abaduhu fi hadhi dunya min ghairi ru'yati lahu wa innama amanu bihi fa inna Allah yuqirru uyunahum bi an yatajalla lahum wa yarawnahu ayanan bi absarihim subhanahu wa ta'ala, kama vile walivyomwabudu Allah hapa duniani bila kumuona. Waumini wamemwabudu Allah hapa duniani bila kumuona. Wa innama amanu bihi, isipokuwa wamemwamini tu. Fa inna Allaha yuqirru uyunahum, Allah atafurahisha macho yao. Bi an yatajalla lahum, kwa kuwadhihirikia. Wa yarawnahu ayanan, na watamuona kwa macho yao. Ayanan bi absarihim subhanahu wa ta'ala, watamuona kwa macho yao wazi wazi subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yarawna Allah ayanan. أما الكفار لما لم يؤمنوا بالله في هذه الدنيا فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة. أما makafiri kwa vile hawajamwamini Allah hapa duniani, Allah atajificha nao, hawatamuona siku ya kiyama makafiri. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Hakuna vingine, wao makafiri na Mola wao siku hiyo ni wenye kuzuiliwa kumuona, ni wenye kuzuiliwa kumuona Mola wao kwa sababu hawajamwamini hapa duniani. فإذا كان الكفار يحجبون عن الله في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. ikiwa makafiri watazuiwa kumuona Allah huko akhira, waumini watamuona Mola wao subhanahu wa ta'ala huko akhira. Kama tawatarat bihadha al-adilla, kama zilivyokithiri kwa jambo hili dalili nyingi. Faqawluhu ka'annaka tarahu, hadha dalilun ala annahu la yura fi dunya muayana. Maneno ya Mtume sallam, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, ihsan ni kumwabudu Allah kama unamuona. Hii ni dalili kwamba hapa duniani Allah haonekani waziwazi, hapa haonekani. Wa inna ma yura fil qalbi wal yaqin wal iman alladhi la yukhalituhu shakkun, isipokuwa anaonekana hapa duniani moyoni kwa moyoni na yaqin, na imani ambayo haikuchanganyikana na shaka yoyote. Wa hadhihi a'la al-maratib, hii ndio daraja ya juu ya dini, hii daraja ya ihsan. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.